ni lazima tujitolee kwa ajili ya miradi inayokuja na tulio nayo sasa hivi, kwa sababu ni sisi wenyewe tu tutafanya haya maendeleo. Hatuhitaji maendeleo mengine zaidi eti watu watoke huko waje kwetu. Sisi tushikane mkono kama wanakijiji ili tuzidi kuboresha jimbo letu. Ama muonaje? Lakini ndiyo mwenyekiti, na ninaamini ya kwamba nyote mnajua ya kwamba mimi ndiye chairman bora niliyetokea katika hili jimbo. Kati ya chairman wote waliopita hakuna yoyote anafanya miradi kama ninayofanya. Nimepitia Wizara ya Maji na tumepata pesa ambayo itatuwezesha kuchimba maji katika kijiji chetu hiki. Ila la msingi lazima nijenge ofisi yangu. Ofisi ni lazima hiyo ya kwanza kabla hatujachimba hiyo maji. Maana hata sasa mnaona tuko chini ya mwembe hapa. Ni vizuri ninavyoheshimika na vile mnavyoniheshimu niwe na ofisi. Hapana mwenyekiti, maji kwanza kwa watu. Ama ni aje? Kweli kabisa. Kwa sababu watoto wetu wanatembea kilomita nyingi kutafuta maji. Ofisi yako baadaye ndio itajengwa. Bora weke watu mbele kwanza na sio mfuko wako. Ofisi yako sio muhimu kama sisi hapa. Ni hivyo. Vijana, mnaongea sana. Msipende kujiingiza kwenye mambo ya viongozi. Juzi tulisikia ukisema ya kwamba hela za umma ni kama viazi, ukichukua kidogo hakuna atakayejua. Hiyo ni kweli? Mwenyekiti, kama hiyo ndio fikra yako, wewe ni mzigo kwetu. Viongozi wabaya ufikiria kula leo tu, lakini jamii nzima utaabika kesho. Huu ni uongozi gani? Hapana mwenyekiti. Maji kwanza kwa watu. Ofisi yako baadaye. Watoto wanatembea sana kilomita nyingi sana wakitafuta maji. Wewe mwenyekiti, nakuuliza. Uongozi gani huo ndio uko nao wewe? Kujinufaisha wewe, kujijengea maofisi pasipo kuwajali wananchi. Hivi unavyofanya unaona kama ni sawa? Haya wananchi wenzangu, mimi kama kiongozi wenu nimegundua nilikuwa nafanya makosa. Sasa tutaweka maji mwanzo, kisha ofisi na mengine tutafanya baadaye. Ila heshima yangu basi idumu, msinikosee heshima. Bado mimi ni kiongozi wenu. Hiyo ni sawa. Nafanya jambo la maana, hivyo sasa tutapenda. Tutakuheshimu siku zote. Ndio sema utakapofanya hivyo heshima sio cheo, ni matendo. Kiongozi bora upimwa kwa uadilifu wake. Mimi kama mwenyekiti wa hili jimbo ninawahakikishia ni lazima tutatoboa na tutakuwa mfano bora. Sasa tawanyikeni leo, tupatane Jumamosi ijayo kwa mikakati ya kuanza mradi wetu wa kuchimba kisima ya maji, na mwambie na wenzenu mje kwa wingi.